Msimu huu haukuwa poa kabisa kwa klabu ya Yanga katika safu ya ulinzi, hasa mabeki wa pembeni kulia na kushoto. Kama kumbukumbu zako zitakuwa sawa, bila shaka utakumbuka kuwa Gadiel Michael Yanga aliacha Yanga kwenye mataa ikiwa ni dakika za mwisho kabisa kabla ya kufungwa kwa dirisha la usajili. Hii iliwalazimisha Yanga kuingia msituni na haraka kumnasa Mzanzibari Moharami Isa almaarufu kama Marcelo, aliyekuja kwa mbwembwe nyingi, lakini mwisho wa siku hakuweza kuvaa vyema viatu vya Gadiel. Kwa sasa Yanga huwatumia Jafari Mohamed, Ali Mtoni Sonson na Adeyum Salehe kama mabeki wa kushoto, lakini kwa bahati mbaya wote hawana mwendelezo na hata kushindwa kuvaa kisawasawa viatu vya Gadiel. Vivyo hivyo kwa upande wa beki wa kulia, yani tangu aumie Paul Godfrey Boxer hadi leo Yanga inahaha. Juma Abduli hana mwendelezo. Boxer naye tangu aumie mwanzoni mwa msimu hadi leo hana utimamu mkubwa. Imefika wakati hadi kocha anaamua kuwatumia mawinga na viungo kama mabeki wa kulia. Hii ilimtokea mapinduzi balama katika michezo ya kimataifa, na hivi karibuni Deus Kaseke naye alitumika kama beki wa shavu la kulia. Tafsiri iliyo kamili ya haya yote ni kwamba Yanga inategemea mipira hasa katika nafasi za mabeki wa pembeni kulia na kushoto. Achana na nafasi zingine za uwanja, leo nataka tuangazie jinsi Yanga kama timu inavyojaribu kuutibu ugonjwa huu hasa kwa beki wa kushoto. Taarifa zinadai kuwa tangu mwanzoni mwa msimu mwenyekiti wa Yanga Mshindo Msola alifanya juhudi kubwa kumnasa beki fundi wa Rayon Sports ya Rwanda Rutanga, na kwa bahati mbaya juhudi zake ziligonga ukuta. Hivi karibuni tetesi zimekuwa nyingi kuhusu Rutanga kutua Yanga, kiasi kwamba hata wanaojiita wagumu kuamini tetesi nao wameanza kuamini. Mimi sina jibu la hili, lakini leo ninakuletea uchambuzi wa kina juu ya Rutanga. Hapa tutaangazia kiundani sifa za kiufundi za Rutanga. Huwa ni hatari zaidi katika maeneo gani ya uwanja? Upi ni udhaifu wake akiwa na mpira na hata bila mpira? Uchambuzi huu utakiskani kikosi cha Yanga na kuona jinsi gani Rutanga ataenda kucheza na kuingia kwenye mifumo ya klabu na kocha. Uchambuzi huu utajibu swali, je, usajili wa Rutanga ni wa faida au wa hasara? Kazi yetu ni kuchambua vitu kiufundi, na ili kutunga mkono tunakuomba usubscribe na kubofya alama ya kengele kwa wewe ambaye bado hujafanya hivyo, na kwa wewe uliyekwisha fanya yote, shukrani zangu za dhati zikufikie popote ulipo. Bila kupoteza muda, acha tuanze. Rutanga alizaliwa Disemba 1992, kwa sasa ana miaka 28. Taifa lake ni Rwanda, ni mchezaji wa Rayon Sports FC ya nchini humo na timu ya taifa ya Rwanda Amavubi. Nafasi yake kiuchezaji ni beki wa kushoto aliyevalia jezi namba 3 mgongoni na mguu anaotumia ni wa kushoto. Hisia za Yanga kumnasa Rutanga hazikuanza leo, zilianza tangu mwaka 2018, wakati huo Yanga ikishiriki michuano ya shirikisho la Afrika na kubahatika kuingia hatua ya makundi na kujikuta akiangukia kundi D, huko alikutana na wababe kama USM Alger, Gor Mahia na Rayon Sports. Mchezo wa kwanza Yanga waliokaribisha Rayoni tarehe 16 mwezi wa 5 2018 na mechi kuisha kwa sare tasa. Mechi ya marudio ilipigwa kule Rwanda tarehe 28 mwezi wa 8 2018. Yanga ilikubali kichapo cha goli 1-0. Goli lilifungwa na Bonfils Caleb Bimenyima katika dakika 19 ya mchezo. Katika mechi hiyo Rutanga alianza kama kawaida, lakini tofauti na mechi zingine, Rayoni iliingia na mbinu za kujilinda na kushambulia kwa mikakati mikali, na ndio maana walianza na mfumo wa 3-4-3. Rutanga akicheza kama beki wa kupanda na kushuka, yaani wingback. Kupitia mechi hii tayari tumepata sifa ya kwanza ya Rutanga kuwa anaweza kucheza kama wingback. Hii kutokana na uwezo wake wa kupanda, kushambulia na kurudi haraka kulinda. Acha tuitazame mikimbio ya Rutanga kiufundi wakati wa kuoverlap. Rutanga hutumia mbinu mbili kufanya mikimbio ya kushambulia na kulinda. Wakati wa kushambulia, Rutanga huoverlap pindi mpira unapokuwa katikati ya uwanja, huku timu pinzani kwa maana winga na mabeki wa pembeni huingia ndani kukaba na kuacha wazi eneo la kushoto na kumruhusu Rutanga kuoverlap. Tendo hili litakuwa halina faida endapo kama Rutanga atakosa kumuona na kumpa pasi ili apige cross au aingie mwenyewe kwenye box la 18 la adui. Hivyo mbinu hii hutegemeana zaidi na setup ya kocha katika kufanyia mazoezi mikimbio ya Rutanga. Lakini katika matukio mengi Rutanga huonekana kuoverlap na kuingia katikati ya box la 18 na wala sio kupiga cross nyingi. Kinachomfanya afanye hivi ni uwezo wake wa kupiga vyenga na kukokota mpira kwa mafanikio, lakini pia Rutanga hufunga magoli mengi aina hii pindi anapokutana na mchezaji anayejua mikimbio yake ya ndani na nje ya box la 18. Mikimbio yake wakati wa kushambulia ni sawa na ya wakati wa kurudi kujilinda, yani downlap, kwani ni mara chache kumuona akirudi moja kwa moja katika eneo lake la pembeni, isipokuwa Rutanga hurudi na kuingia kati kama beki wa kati na kusaidia ulinzi eneo la kati. Kimo chake kinamfanya iwe rahisi kwake kuokoa mipira ya hewani wakati wa kona, lakini pia kuingilia mchezo na kufanya clearance. Ukiachana na mikimbio hiyo na
na majukumu yake kiulinzi, takwimu zinaonyesha kuwa Rutanga ni beki anayeshambulia zaidi kuliko hata kulinda. Lakini pia hii haina maana kuwa sio mzuri kwenye ulinzi, bali athari zake kubwa huonekana pindi anaposhambulia. Takwimu zinaonyesha kuwa zaidi ya 80% ya magoli anayofunga ni matokeo ya mipira ya kutenga, yani free kicks. Acha tuchimbe hapa kiundani. Rutanga huchezaje free kicks zake na kuleta matunda? Huyu ni master of free kicks. Kazi yake dimbani ni kubadilisha mipira ya kutenga kuwa magoli. Kama nilivyokudokeza hapo awali kuwa Rutanga anatumia mguu wa kushoto, hivyo wengi tunategemea free kick zake ni zile zinazotokea kulia kwake, lakini kwa Rutanga mambo ni tofauti kidogo. Free kick nyingi alizofunga Rutanga ni za kulia kwake ambako ni kushoto kwa goalkeeper, lakini pia ni za katikati. Rutanga hujikunja vyema kuanzia mwili na mguu wake kama kijiko kinachouchota mpira na kuupiga upande mmoja na kuuzungusha na kutengeneza upinde. Kutokana na upigaji wake, Rutanga huupindisha mpira na kuingia langoni juu karibu na mtambaa panya upande wa kushoto. Muda huo kipa huo upande wa kulia, upande ambao huwa hauna watandaji. Spidi ya mpira Rutanga hutofautiana na magolikipa wengi na kujikuta wakichelewa kuokoa na kujaa wavuni. Tazama magoli haya. I can't think nothing better than spending my day with you. My life is sunny and better, girl, when I'm with you. She illuminates so bright like a star in the skylines. She got the looks, the good, oh boy, I need her so bad in my life. Shawty, where you wanna go, 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 go? London, Paris, Tokyo, oh, shawty, we could go. Don't need no luggage, nah, 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 nah. Don't need no stress, girl, nah, 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 nah. Just me and you sounds alright, girl. I want nobody but you. 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 Magoli ni matamu kweli. Magoli haya yanamaanisha kuwa Yanga haijapata mlinzi tu, lakini pia amepata mshambuliaji. Niambie hapo chini, kwa aina hii ya uchezaji na kiwango chake akiwa dimbani, je, Yanga itakuwa imelamba dume au ndio yale ya Marcelo? Usisahau kusubscribe na kubofya alama ya kengele. Hadi siku nyingine, kwa heri.